tulikuwa tunaongelea kuhusu swala la mwanafunzi anapokuwa ana graduate chuo ni namna gani anaweza kujitegemea kwa kiwango kingine kuliko kufikiria zaidi ajira. Hili liko 50 kwa 50 kwa sababu inategemea na mwanafunzi wewe unajiandaa vipi. Chuo na elimu unayopewa kutoka chini inakupa uwezo wa kufikiria, uwezo wa kujua nitoke hatua gani niende hatua nyingine ya kimaendeleo. Kwa hiyo wanakupa elimu ya kupanua akili yako. Hili sasa swala la namna gani ujitegemee linakuja kwenye tabia yako wewe. Tabia yako ni ya kupumzika sana au tabia yako ni ya kufikiria sana? Sasa basi, kwa nini nasema tabia ya kufikiria? Kwamba mwanafunzi mwingine hata kama akiwa chuo ana uwezo wa kutengeneza baadhi ya product ndogo ndogo. Akawa tu mjasiriamali mdogo mdogo akauza. Akawa ameanza kujitegemea toka akiwa chuoni. Lakini kuna mtu anapewa hata hilo bumu lenyewe, anakwenda kununua simu na anakopa hela nyingine aongezea anunue simu zaidi ya bumu lenyewe. Sasa huyo maana yake tabia yake anahitaji vitu vizuri. Anahitaji kupewa tu. Kwa hiyo swala la kujitegemea linatakiwa pia iwepo elimu ya sisi kwa sisi wenyewe. Kwa sababu serikali inakusaidia uweze kutoka hatua ya elimu toka awali mpaka chuo kikuu. Sasa wewe pia unatakiwa elimu yako uitumie, ufikirie zaidi mbali. Ili utakapotoka chuoni usiwaze sana kuhusu elimu yako, uwaze unatafuta maisha. Yes. Moshi, tunawaandaa wanafunzi kutosha kweli kuhakikisha kwamba wakija mtaani hawasemi mtaani kugumu, tunazunguka na bahasha za kaki mpaka tunaungua na jua, tunakuwa wekundu. Asante sana. Kama walivyosema wenzangu, hiyo iko 50-50. Kwa sababu tunafahamu kila mwaka tuna wanafunzi wanao graduate ni wengi, lakini pia nafasi za ajira ni chache. Kwa hiyo sio rahisi kwamba wale walio graduate wote wanaweza wakapata wakaajiriwa wote kwa mkupuo wote. Kwa hiyo lazima kuna ambao watabaki mtaani na kuna ambao watapata ajira. Hiyo ni moja. Lakini pia sasa katika hizo pia ajira kuna wale ambao wanaweza wakajipambania kama walivyosema wenzangu, na zile skills za kuweza kucommunicate, za kuweza kupambana kuweza kupata ile ajira. Lakini kuna wale pia ambao wana zile skills za kuweza kujiajiri wao wenyewe, labda akafanya ujasiriamali mdogo mdogo akawa amejiajiri mwenyewe akaanza kujipatia kipato na akawa anaweza kujitegemea. Kwa hiyo tuko 50-50. Tunaona graduate ni wengi lakini nafasi za ajira ni chache, hawawezi wakapata wote. Lakini pia wenye skills za kujiajiri wao wenyewe pia ni wachache, lakini pia wenye capital ya kuweza kujiajiri, kwa sababu pia kwenye kujiajiri kunahitaji capital, uwe na mtaji, pia na wenyewe ni wachache. Kwa hiyo bado hatujaweza kufika kwenye lengo kamili kwamba wakigraduate kama wako 3000 basi wote waweze kuingia kwenye ajira, wajiajiri wote kwa wakati mmoja. Bado hatujaweza kufikia hilo lengo. Sawa, Nyamwise Ndatamaha anatuandikia, anasema anatupata live kutokea Mwenge, Moshi, Kilimanjaro. My residence management naye anasema yuko mubashara hivi sasa. Asante sana kwa kuungana nasi. Anasema umewakilisha vema ndugu yangu Rule Wikama, keep it up kaka. Anaitwa Nyamwisenda Tamaha. Warioba Wangea anasema rais wa hapa, sema walika ndugu zako bwana. Wako vizuri. Sawa. Victor Ngereza anasema hongera mheshimiwa. Kumbe na vile tukuite mheshimiwa bwana Rule. Stadius Philbert naye anasema hongera sana Mr. Rule na Madam Benedax kwa kutuwakilisha vyema Kampala International University in Tanzania. Umeupiga mwingi sana. Baraka Raban anasema tumuite kijana mpenda uyoga Kigoma nzima. Ujumbe wake ningetamani kusoma lakini tutasoma siku nyingine. Tumeorodhesha changamoto kadhaa kwamba bado zinatufanya tusipige hatua zaidi. Mnadhani tuongeze nini zaidi ili kuboresha kutokea hapa tulipo? Kuboresha zaidi. Labda mnamwangalia Mwalimu Benjamin bwana Kuboresha zaidi kwa maoni yangu kutoka hapo, nadhani ni serikali pia kuendelea kuwekeza zaidi kwenye eneo la elimu. Na kwa mfano sasa hivi tuna baadhi ya masomo mapya ambayo serikali wameintroduce kwa sasa. Kwa mfano kuna masomo kama ya computer science, tunaongelea masomo kama ya elimu ya biashara, business education.
pamoja na mengine ambayo wameyaweka. Kwa hiyo ni muhimu, nini cha kufanya kwa maoni yangu ni kwamba ni muhimu sasa miundombinu ya kuweza kufanyika kwa hayo masomo iendelee kuboreshwa zaidi. Najua serikali wamefanya kazi kubwa sana na wanaendelea kufanya hivyo, lakini ili tuweze kufikia sasa kwenye ile hatua nzuri ambayo tunaweza tukatoa vijana ambao wanaweza kujitegemea, maana yake lazima walimu kwanza wawepo ambao wapo competent kwa ajili ya kuwasaidia wale wanafunzi kuwa na ujuzi mzuri kwa ajili ya kutengeneza msingi huo wa kujitegemea, lakini pia kutengeneza ule utayari pia kwa wanafunzi, kwa sababu tunakoenda kama ambavyo wenzangu walitangulia kusema mwanzo, hatupo tena kule nyuma. Sasa hivi tupo kwenye ulimwengu ambao teknolojia ndio imetake over. Kwa hiyo hakuna namna ambayo tunaweza tukakwepa hilo. Kwa hiyo lazima miundombinu yetu sasa kwenye mashule huko, kwenye vyuo vya kati, vyuo vya juu, miundombinu iweze kusupport, kuweza kuwajengea uwezo wanafunzi ili baada ya kugraduate waweze kujisimamia vizuri, kwa sababu watakuwa wametengenezwa vizuri na wao wameiva vizuri kwa ajili ya kwenda kwenye soko lenyewe la ajira, lakini pia kujiajiri wenyewe na kuwa wabunifu zaidi, kutengeneza kitu kizuri zaidi. Niongeze kidogo hapo. Kimsingi elimu ni acquisition of knowledge. Hiyo ndio elimu. Kuajiriwa, kujiajiri kunatokana na hiyo knowledge ambayo mtu amepata. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa ambaye anatoka. Je, anapokwenda huko mtaani, kwa sababu tunazungumzia vyuo vinatoa graduate kila mwaka na ni wengi sana. Kwa hiyo ubunifu pekee na uwezo wa kubuni vitu vipya ndio utaleta ajira nyingi zaidi na utaweza kubeba kundi kubwa zaidi la vijana. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo mimi nilikuwa naliona kwamba ili tuende mbele zaidi mazingira yetu, lakini pia ile elimu ambayo tunaenda kuitoa imaanishe ili watu wanafunzi wanapo graduate waweze kutoka wakiwa na ujuzi na ule uwezo wa kujisimamia wenyewe. Benjamin, vijana saizi wajanja sana kuliko ninyi. Unakubaliana na mimi? 50-50 nakubaliana na wewe. Mimi nadhani ungekubaliana na mimi. Hasa ninyi walimu ambao ni millennial ukilinganisha na hawa Gen Z. Mnapambana nao vipi? Kwa sababu unavyomwambia usitumie simu, akirudi nyumbani kaiba ya mama, bodaboda kampa, lolote linaweza kutokea. Ni kweli umesema kwamba kuna elimu kama computer science, tehama, kuna klabu za tehama shuleni na nini, lakini kuna namna kama walimu mmeachwa nyuma kwenye hii gap la kiteknolojia. Mnapambana nao vipi? Mimi nadhani hiyo niambie kwa uzoefu wako pale shuleni. Kwa uzoefu wangu tunachofanya kimsingi ni kuwatengenezea mazingira wanafunzi wasiwe addicted na matumizi ya simu kwa namna ambayo sio constructive. Kwa sababu unajua hizi simu si mbaya, lakini the way mtu anavyoitumia ndio inaweza ikawa mbaya. Kwa mfano kama mwanafunzi anaweza akawa na simu lakini mambo anayoyaangalia kwenye simu ni mambo ya hovyo ambayo hayamjengi, hilo jambo baya hata akiwa nyumbani. Kwa hiyo hapo muhimu tunapambana nao vipi ni kuwafahamisha kwamba matumizi ya simu sio jambo baya, lakini yatumike kumjengea jambo fulani zuri la kitaaluma, kupata knowledge ambayo inaweza kumsaidia kwenye swala lake la kitaaluma, lakini pia kwenye ubunifu na maisha yake, lakini sio matumizi ya simu kwa ajili ya mambo ambayo yanaweza kumuharibu na mwisho wa siku hiyo simu isimsaidie kabisa. Mushi, tuambie tunaboreshaje kutoka hapa tulipo? Asante sana. Tunaona kwamba serikali imekuja na mtaala ambao tunasema ni mtaala ulioboreshwa 2023, lakini pia na sera ya elimu 2014 tunaona imetolewa toleo la 2023, ambapo katika sera na mtaala kuna mabadiliko makubwa kwenye masuala mazima ya ufundishaji, lakini masuala ya masomo kama alivyosema mwenzangu, masomo mengine ambayo yamekuwa introduced. Tunaona pia kuna mkondo wa amali, masuala ya vocational skills, lakini pia tunaona kwamba kuna masuala ya studies za maisha na yenyewe yamechopekwa humo. Lakini sasa mambo yote haya
hayawezi kumfikia mtoto kama kama serikali haita invest kwa walimu, kwa maana ya kwamba kuna walimu ambao tayari wako mashuleni walishaajiriwa muda mrefu na wametoka vioni muda mrefu. Inawezekana haya mabadiliko hawayafahamu. Kwa hiyo inabidi wafahamishwe. Kwa hiyo walimu watakiwa wajengewe uwezo wale ambao wako mashuleni kupitia platform mbalimbali, kwa mfano MEWAKA, ili waweze kufahamu haya mabadiliko mapya ambayo yameingia ili waweze kuyafikisha kwa watoto. Lakini kuna walimu ambao wako vioni, tuseme pre-service, ambao wako vioni tayari wanaandaliwa, wanapikwa. Kwa hiyo nafikiri pia walimu ambao wanapikwa vioni ni vizuri wapikwe katika mantiki ambao wakija sasa kwenye kuivisha watoto huku waweze kuivisha watoto katika haya mabadiliko ambayo yanaendelea kutokea na ambayo yako pia kwenye mtaala wetu. Lakini pia mazingira yetu ya ujifunzaji na ufundishaji ni vizuri pia yakaboreshwa. Sasa hivi tunaongelea masuala ya digital, basi madarasa yetu yawe na umeme, madarasa yetu yawe na madawati ya kutosha, ikiwezekana madarasa yetu kuwepo na libraries zenye kompyuta tuweze kujifunza na kugundua vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunahitaji bado uwekezaji mkubwa, na hii sio kwa serikali peke yake, kwa wadau mbalimbali. Tunajua kwamba elimu sio kwamba ni serikali pekee inatakiwa itekeleze. Wadau mbalimbali wanao nafasi ya kuweza kusaidia katika jambo lolote lile ambalo litasaidia wanafunzi waweze kusoma vizuri. Kwa hiyo uwekezaji unahitajika zaidi ili kusaidia basi haya mabadiliko yaweze kuwafikia watoto wetu. Kabisa. Beat, mimi naunga mkono hoja 100% walioyasema, na labda nipende kuongezea kidogo. Tuna training policy ambayo mara nyingi hii inaendana na education policy ya 2014 ambazo zimekuwa revised mara nyingi mpaka 2023 hapa. Na ukiangalia hizi sera zetu kwa kweli ziko vizuri sana. Hizi sera ya elimu na hii ya training policy. Kama tutaweza serikali, wadau mbalimbali kuimplement hizi policy kama zilivyoandaliwa na haya mabadiliko ambayo yamezungumziwa hapa, kwanza elimu yetu itafaa sana. Itaitikia demand ya labor market ambayo inahitajika sasa hivi duniani. Lakini pia nafikiri kuwe na mabadiliko kwenye swala la training kwa watu wanaosoma arts, michepuo ya arts. Of course ukiangalia akina HGL, HGK, akina public administration, akina human resource, ukiangalia mida ya training kwa ajili ya hawa wanafunzi wa arts, sisi tunapowatoa kule chuoni, mara nyingi wengi wanapata muda wa field ambao utakuta ni miezi 3. Sasa nikituma CV mnasema 3 years experience. Ile swali lako la kwanza lilouliza. Miezi 3 alafu anatakiwa atoke hapa akadeliver kwenye labor market, akashindane na mtu ambaye ana experience ya miaka 10, miaka 8, miaka mingapi. Kwa hiyo ile training policy nafikiri iweke kipengele cha angalau hawa watu pia wa arts wawe na internship. Unaona watu wa afya wana rotations, wana internship, wanapata skills na experience mapema hata kabla hajaingia kwenye soko la ajira direct. Lakini hawa wanafunzi wa art baada ya miezi 3 wanaenda kufanya nini? Nitachomekea swali jingine hapo Beat. Tanzania inasifika kuwa na sera na sheria nzuri sana kwenye makaratasi, sio kwenye sekta ya elimu peke yake, hata sekta zingine, lakini utekelezaji wake umekuwa wa kusuasua, yani tashushu nyingi. Tunakwama wapi? Mimi nafikiri kwanza tuna resources ambazo monetary resources, pesa inahitajika kuimplement hivi vitu. Pamoja na kwamba serikali imejitahidi, imejenga miundombinu, tunaweka sera nzuri na tunajua hatuna fedha. Si malengo tutafika. Sasa nyingine unakuta mpaka zinabadilishwa Beat, hakuna kilichotekelezwa. Kwa upande huo sijajua kwa nini hazitekelezeki, lakini mimi naamini kama tuna framework nzuri, pesa zinapokuja zinajua ni wapi pa kwenda. Lakini kwa mfano kama policy unayosema training policy, inahitaji pesa kiasi gani? Kwa sababu kama ni chuo pale Kampala, ni kwamba ninyi serikali inataka watoto wapate internship na partnership na makampuni mbalimbali, si ni kupeleka tu wanafunzi, kwani mnatakiwa kuwalipia? Sasa hii ni sera ya serikali, sasa sio ya chuo. Ambayo training policy niliyosema. Ndio nasema kwa mfano kama hiyo inawataka kufanya hivyo, hapo inahitaji pesa kiasi gani? Siwezi kukadiria kwa kweli. Kwa sababu siwezi kukadiria. Lakini inahitaji pesa hiyo. Inahitaji pesa ndio. Kwa sababu kama mimi naenda kuassess, let's say wame extend mwaka mmoja wanaenda kufanya hizo training, mimi naenda kuassess mwaka mzima. Si ndio? Miezi 3 pia hapa watu madaktari wanawezaje wakati huko ndo wanahitaji skeleton, wanahitaji vitu kibao, lakini huku mtu anasoma HR, anasoma sijui uandishi wa habari.
Labda kazi yake inahitaji makaratasi. Hapana, ni kwamba nafikiri attention kubwa sana, ndio maana nikasema tunahitaji kuboresha upande wa wanafunzi wa arts. Attention kubwa sana. Miaka ya nyuma kidogo hapa tuliweka kwamba sayansi kwa sababu ya demand ilikuwa kubwa sana, lakini ikitokea tukashindwa kubalance demand ya arts na science, itafika mahali tunatafuta human resource ambao wako well trained, tutawakosa. I'm not saying kwamba hawawi well trained, lakini huu muda wa kujifunza kwa vitendo ni mdogo sana. Sasa kama tukiconcentrate tu na science ambao kiukweli bado yuko kwenye demand, by the time tunashtuka huenda na huku pia tukana na uhaba wa watu wa arts. Sasa unafanyaje? Kwa hiyo there's a need to balance training ya hawa watu na hawa. Yani kuna namna lazima wabustiwe na wao pia, especially kwenye swala training na kuelewa. Hata wenyewe na uhakika wamekuelewa. Dule, unasemaje? Tumalize na wewe. Anashukuru sana. Mimi naona kwa upande wa kuboresha mifumo ya elimu yetu ya Tanzania na mifumo yetu sisi tulioizoea, tunakwenda taratibu na tuna gain taratibu. Kwa hiyo sasa kuboresha kwetu na kwenyewe kunakwenda taratibu mpaka tutafika. Kwa nini? Kama wenzangu walivyoongea, ni kwamba unampeleka mwanafunzi kwenye field, anakaa miezi mitatu, si ndio? Alafu anarudi darasani kuendelea na masomo, si ndio? Lakini ile miezi mitatu kule field, changamoto iliyopo ni kwamba anakwenda kufundishwa na watu ambao na wenyewe na majukumu yao. Sasa basi mimi mapendekezo yangu ni kwamba ilitakiwa sera zitengenezwe za vyuo kwamba kila wanafunzi wanapokwenda field pia ni vyema wawepo wataalamu ambao wanawapa skills zenye uhalisia wa field wanaoifanya. Kuliko ni mwanafunzi akiwa field anatumwa kununua maji, sawa, ni sehemu ya majukumu, ametumwa na kiongozi. Lakini muda mwingi atakuwa busy, atajifunza kidogo, kwa sababu muda wenyewe unakuta ni miezi mitatu. Hata kama ungekuwa ni mwezi mmoja, lakini kama tuko serious tunaweza tukafanya mwezi mmoja. Lakini kama sera zingeandaliwa vizuri kwamba pesa itengwe, mwalimu apewe pesa ya matumizi wakati huo anapokuwa kwenye field, sio tu kumwasesi. Yani anapokuwa field mwalimu awepo, hata kama sio mwalimu pale, kama ni sehemu ya hospitali au kama ni sehemu ya ofisi za kiserikali, wawepo wataalamu, maexpert ambao wanajua namna gani wampe elimu yule mwanafunzi atoke na vitu. Kulikoni kumpeleka mtu field anafundishwa kidogo, lakini akija kwenye uhalisia ndio maana mabadiliko yanakwenda taratibu. Na kipiga hesabu trip za chips na karanga za watu ofisini amepiga nyingi kuliko alizofanya kazi. Nimetoa mfano. Huo ni uhalisia. Mimi nimekuwa kwenye field, nimeona mambo yanavyokuwa. Unadhani kuna haja kwenye maofisi kuwe na sera ya ufundishwaji kwa watoto, kwa sababu kwa wanafunzi ambao wanakuja field, kwa sababu unakuta wengine wakifika hata asipotumwa anakaa tu anashangaa, anaingia jumba hili anatoka, chumba hiki anatoka, siku nzima anazurura miezi yote mitatu, na mwalimu akija anajaza tu tiki 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 kamaliza. Ni kwa sababu pale alipokwenda wana majukumu yao. Wao wanaamini amekuja kuwasaidia, kumbe na yeye amekuja kujifunza. Kwa hiyo sasa, kwa mfano wewe umekwenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Ofisi ya mkuu wa wilaya, yeye mwenyewe hayupo mkuu wa wilaya, lakini wafanyakazi wake akija ofisini wanakuwa busy kumpokea, kushughulikia kazi zake ambazo wewe wakati mwingine huruhusiwi kuzigusa. Sasa basi wewe, kwa mfano sisi ambao tunasoma utawala wa umma, ninapokwenda field kwenye sehemu za ofisi za serikali, natakiwa nijifunze kwa uhalisia ili niweze kuwa kiongozi bora siku za baadaye. Sasa kama endapo sio kwamba hawako karibu na wewe, lakini anakuja labda kiongozi, anafika pale, lazima wawe karibu naye kwa sababu ndio wakati wao kufanya majukumu. Wewe watakupa muda kidogo sana wa kukusaidia kwa sababu upo kwenye kujifunza. Lakini sasa kwenye ofisi za serikali tunapokwenda kufanya field, wanatakiwa wawepo wataalamu ambao wanahusika na kutufundisha endapo mimi kujifunza utawala wa umma, uongozi na nini, au kama ni masuala ya afya, wataalamu wawepo. Kama kwenye masuala ya afya nafikiri wao wako vizuri zaidi, kwa sababu sidhani kama utatoka hapo kwenda KCMC kujifunza field alafu waanze kutuma kama unavyosema chips. Lazima utapractice kwenye uhalisia. Leo tunamfanyia mtu upasuaji, utakaa pale, utaangalia. Sisi huku kwenye hizi kozi za kama unavyosema HKL na nini, utatumwa chips na nini, lakini utafundishwa kidogo. Kwa hiyo tuboreshe
Ikiwezekana kuanzia upande wa mitaala ya kiserikali au wadau watengeneze sera na waweze kufandi kwamba bwana, tunataka tutenge fungu fulani na wataalamu, wanafunzi wanaosoma public administration watakapokwenda field, tunaandaa wataalamu. Kuna wataalamu kama Kenya, kuna Patrick Lumumba, mtaalamu wa leadership. Unakaa naye mtu kama yule kwenye management, lazima kufundishe vitu. Unaona? Kwa hiyo utatoka kwenye field huko vizuri, utakuja kupractice darasani na baadaye utakuja kazini, utakuwa kiongozi mzuri kabisa. Wewe ni rais, wewe unaongea nini na wanafunzi wenzio wakienda field? Kwa sababu naona matatizo yao. Of course mimi kama kiongozi wao naongea nao vizuri na tunaelewana, na huwa nawasihi sana hata wanapokwenda kwenye field wajitahidi kujifunza kwa vitendo. Wasisubirie tu kupewa, wajifunze kwa vitendo, wao wepesi wa kuuliza kama hawajui. Kwa hiyo matatizo yao mengi huwa wakiniuliza na wapa ushauri. Na hata nilipotoa mfano kuhusu boom hapa, wanafunzi wangu last time nilikuwa na kikao nao, nikawaambia unapopata boom lako tumia kidogo, nyingine kafungua biashara kuuza cover za simu. Baadaye utakapokwenda kusubiria ajira miaka 2-3 unaingiza 10,000, usimwombe mama kila muda wakati wewe aisha kusomesha kumaliza Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.